Marekani imetumia zaidi ya dola bilioni 11.3 katika wiki ya kwanza ya vita dhidi ya Iran, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa wabunge wa Marekani katika mkutano wa siri uliofanyika Pentagon. Kiasi hicho ni takriban shilingi trilioni 29.38 za Tanzania. Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The New York Times, wabunge waliarifiwa kuwa fedha hizo zinahusisha gharama za moja kwa moja za mapigano pekee na hazijumuishi gharama nyingine nyingi zilizotumika kabla mashambulizi kuanza. Maafisa wa ulinzi walionya kuwa jumla ya gharama za wiki ya kwanza inaweza kuongezeka zaidi pindi gharama zote zitakapohesabiwa. Maafisa wa ulinzi waliwahi kueleza kuwa katika siku mbili za kwanza za vita, jeshi la Marekani lilitumia silaha zenye thamani ya takriban dola bilioni 5.6 ambazo ni takriban shilingi trilioni 14.56 za Tanzania. Ripoti zinaonyesha kuwa kiwango cha matumizi ya silaha katika vita hivyo ni kikubwa zaidi kuliko makadirio yaliyotolewa awali kwa umma. Taasisi ya utafiti ya Marekani, Center for Strategic and International Studies CSIS, ilikadiria kuwa saa 100 za kwanza za operesheni ya kijeshi inayoitwa Operation Epic Fury ziligharimu Marekani takriban dola bilioni 3.7 ambazo ni karibu shilingi trilioni 9.62. Hii ni wastani wa takriban dola milioni 891 kwa siku, sawa na shilingi trilioni 2.3 kwa siku. CSIS ilisema kuwa karibu dola bilioni 3.5 ya gharama hizo hazikuwa zimepangwa katika bajeti ya awali ya ulinzi wa Marekani. Wakati huo huo, tovuti inayofuatilia gharama za vita kwa wakati halisi, Iran War Cost Tracker, ilionyesha kuwa Marekani ilikuwa tayari imetumia zaidi ya dola bilioni 17 kufikia saa 2 asubuhi Alhamisi hii. Kiasi hicho ni zaidi ya shilingi trilioni 44.2. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, Marekani kwa sasa inatumia takriban dola bilioni 1 kwa siku katika vita hivyo, ambazo ni takriban shilingi trilioni 2.6 za Tanzania. Hata hivyo, wachambuzi wanasema gharama halisi za vita zinaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu makadirio ya sasa hayajumuishi gharama za muda mrefu kama huduma za afya kwa wanajeshi wastaafu na majukumu mengine ya baada ya vita.